Ndugu zangu katika Bwana, washirika wote wa makanisa ya matawi, watazamaji wa GCN na nyinyi wote ambao mnafuata ibada hii kupitia mtandao, ni somo la 68 katika kitabu cha Mwanzo. Na kwa sasa tutaanza sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo. Sura ya 3 inaelezea kwa undani kuhusu dhambi ambayo Adam na Hawa walitenda na matokeo yake. Mstari wa 1 hadi wa 6 unaelezea jinsi Adam na Hawa walidanganyika na wakala kutoka kwenye mti wa ujuzi wa wema na mabaya. Na kisha mstari wa 7 mpaka 13 inaelezea uchunguzi wa Mungu. Mstari wa 14 mpaka 21 inaelezea hukumu na upendo wa Mungu. Na mstari wa 22 hadi 24 inaelezea jinsi Adam na Hawa walifukuzwa wakarudishwa duniani. Adam na Hawa waliishi katika bustani ya Eden iliyozungukwa na nuru. Sasa kama ni hivyo, iliwezekana aje ya kwamba walidanganywa na shetani na walizungukwa na nuru? Hebu nielezee kwa undani jinsi shetani alitumia mbinu zake kudanganya Adamu ale matunda ya mti wa ujuzi wa wema na mabaya. Ni kiroho ya manufaa sana kujua hila za ibilisi na maneno yake na misemo yake anayotumia anapojaribu kudanganya. Ni ya manufaa sana kiroho kujua. Shetani ameongoza watu katika dhambi kwa kutumia mbinu zile zile tangu enzi za kale hadi sasa. Anatumia mbinu zile zile na kukudanganya leo. Mbinu kadhaa kukudanganya wewe. Mwanzo 3:1 mpaka 6 inaelezea mbinu asili ya kwanza ambayo shetani alitumia kudanganya binadamu. Na wahimiza muelewe mistari hii vizuri na muikumbuke. Ukajua adui yako vizuri na ujijue vizuri, utashinda kila vita. Na maanisha utashinda vita vyote unavyopigana kama utaelewa hali ya adui vizuri na uelewe hali yako pia vizuri. Natumai utaweza kutambua njama na hila za shetani anapojaribu kukudanganya na kisha utazikataa kwa haraka. Hatuna wakati wa kutegwa na shetani na kujitoa, kutegwa na kujitoa. Na wahimiza, kwa hiyo simameni imara mkiwa mmejifunga kweli kiunoni mwenu. Naomba kwa jina la Bwana ya kwamba mtakaza mwendo kwa bidii na kwa nguvu zaidi mkilenga roho peke yake. Ndugu zangu wapendwa, Mwanzo 3:1 inasema, basi nyoka alikuwa mjanja kuliko wanyamapori wote ambao Bwana Mungu aliwafanya. Ikisema hivyo haimaanishi nyoka ati ndiye alikuwa mjanja wa kipekee. Inamaanisha kulikuwa na wanyama wengine wengi wajanja, na sasa huyu nyoka alikuwa mjanja zaidi. Kukuwa mjanja ni kuwa mtu mlagai mwenye hila nyingi. Mtu mjanja ni mzuri sana kwa kutumia hila mbaya au kujipendekeza kwa uongo kwa kutafuta faida zake. Kati ya aina za wanyama kuna wale ambao wako na tabia hizi za ujanja. Hebu niwaelezee mifano michache. Kwa mfano, mbweha mara mingi anatajwa katika hadithi za kubuni kama mnyama aliyejazwa na hila nyingi. Sababu ni huyu mbweha hujitengenezea milango zaidi ya 2 katika shimo lake. Wanyama wengine kama mbanda na dubu na chui-milia wanaishi katika shimo zao, lakini wana mlango mmoja peke yake. Kwa hivyo ni rahisi kujua ako ndani ama ako nje. Lakini shimo la mbweha lina miingilio mingi. Ni ngumu sana kwa hivyo kujua yupo ndani ama yupo nje. Kuna ndege anaitwa skua, hula mayai na vifaranga vya ndege wengine. Juu ya hii tabia anaitwa mwewe mwizi wa baharini. Na mnajua fisi. Fisi wanajulikana sana kukula ambacho wanyama wengine wamewinda na kuua. Na fisi hula mizoga ya wanyama na saa zingine kuiba na kunyang'anya hata simba chakula chake.
Kuna mnyama anaitwa ndege, anaitwa koeko. Anajulikana kwa tabia ya kutaga mayai kwa siri kwenye viota vya ndege wengine na kuyahacha huko. Anatega mayai kwenye viota vya ndege wengine. Na kisha hachungi mayai yake, anatafuta kiota cha ndege mwingine ambapo kumetagwa mayai. Anaangalia kama hayuko, anaenda pale, anatia mayai yake pale, anataga pale. Na kisha anaenda zake, hata ajali mayai yake yamebaki aje, anaenda tu. Anaacha ndege wengine walalie mayai yake, wale vifaranga vyake. Mayai ya koeko huyu huangulia mapema kabla ya mayai ya ndege wengine pale kwenye kiota. Na vifaranga vya koeko wakisha zaliwa wanasukuma mayai mengine nje. Na koeko vifaranga hawa wanafanya ubaya huu kwa silika, ndio wamiliki kiota chote na waondoe wapinzani wao. Sasa hivyo ndivyo baadhi ya wanyama wapo wenye tabia za ujanja, na Biblia inasema nyoka ndio mjanja zaidi ya wote. By the way, muonekano asili wa nyoka ambao Mungu aliumba ni tofauti kabisa na kile ambacho tunajua sisi kwa sasa. Nyoka mwanzoni alikuwa na miguu, lakini alipolaaniwa baadaye miguu ilipotea, akaanza kutembea kwa tumbo. Na zaidi ya hiyo, ngozi ya nyoka kiasili ilikuwa laini sana na yenye kung'aa. Na bila shaka kwa sasa kuna rangi nyingi za nyoka, lakini hazipendezi. Rangi ya nyoka kiasili mwanzo ilikuwa safi na ya kuvutia sana. Mwili wake mrefu kijumla ulikuwa laini, nyororo na wenye mng'aro mkali. Hivyo yeyote aliyetazama angehisi na kusema, kiumbe huyu kwa kweli anapendeza sana. Kwa mfano, skafu hariri ambayo akina mama wanapenda kuvaa, iko vipi? Inakuwa laini, ndefu, michoro mizuri, rangi mzuri, ukazungusha kwa shingo, inapendeza na inatia joto na unapendeza. Sasa muonekano asili wa nyoka ulikuwa vile vile, na ndio maana Adam na Hawa wakawazia nyoka anapendeza. Sana sana Hawa aliweka nyoka karibu na yeye, na huyo nyoka ndo baadaye alimdanganya Hawa. Sasa kwa nini Mungu akafanya nyoka kwa mjanja na afanyike chombo cha shetani? Kwani Mungu hakujua huyu nyoka atashawishiwa na shetani na kisha atadanganya Hawa? Bila shaka alijua. Sasa kama alijua, kwa nini aliruhusu nyoka mjanja abaki kwenye bustani ya Edeni? Sababu yake inafanana na sababu ya kutia mti wa ujuzi wa wema na mabaya kwenye bustani ya Edeni. Hata kama Mungu alijua Adam na Hawa hatimaye watakula kwenye mti huo, bado aliweka mti kwenye bustani pale. Ilikuwa katika kusudi la ndani sana la Mungu ya kutafuta watoto wake wa kweli. Hata hivyo usielewe vibaya. Haikumaanisha kwamba Mungu kimakusudi alisukuma Adam na Hawa wale kwenye mti ule ati ndio Mungu atimize kusudi lake yeye kama Mungu. Badala yake aliwaonya, mukila kwenye mti huu hakika mutakufa. Hata hivyo hakuwazuia wasile kwenye mti ule kwa kuwalazimisha. Aliacha hiyo yote iwe ni kulingana na hiari yao. Kanuni hiyo hiyo inatumika wakati Mungu alifanya nyoka ageuke kuwa mwenye hila na ujanja alipomuumba. Kupitia tukio la madinosari tumesoma hata kama madinosari waliumbwa kutoka kwa mavumbi ya bustani ya Eden, bado walibadilika. Wivu wao mdogo ulizidi kukubalika na mawazo ya shetani na ikabadilika kwa wivu na uovu mkubwa baadaye. Kwa hivyo ukaona kitu na uhisi wivu na chuki na kijicho, haraka mara moja ikatae. Utambue hata maovu madogo ndani yako na kisha uyaondoe. La sivyo yatakuwa makubwa, itakuwa shida kuondoa.
Hata hivyo, shetani nyoka aliyedanganya Hawa aliumbwa kwa ardhi ya dunia hii. Wakati Mungu alipeleka Adam kwenye bustani ya Eden, hakumpeleka peke yake, alimpeleka pamoja na wanyama wengine walioumbwa huku duniani. Na nyoka alikuwa kati yao. Je, mnakumbuka muundo wa kimsingi wa mimea yote na wanyama wote unatokana na mavumbi na maji? Naam, ni mavumbi na maji. Hata hivyo, udongo uliotumika kuumba nyoka ilibeba madini fulani ambayo ilikuwa rahisi ibadilike iwe yenye hila na ujanja ikapatana na giza. Ardhi hubadilika kulingana na umechanganyisha na nini. Wakulima wanajua hivyo vizuri sana. Unapolima ardhi, udongo huwa na asidi. Na ndio maana wakulima husema udongo hupoteza nguvu zake. Ndio sasa uzuie hiyo, urekebishe. Wakati mwingine wanachanganyisha na chokaa ama wanachanganyisha na udongo mwingine mwenye rotuba mzuri. Sana sana wakati wa baridi utaona wakulima wanachukua mchanga, udongo kutoka mlimani wanachanganya na ya shambani. Mkulima mwenye bidii wakati wa baridi anaenda juu, anachukua mchanga wa mlima anachanganya. Lakini yule mvivu wakati hakuna kazi, wakati wa baridi ni kwenda kucheza karata ndio apate pesa mingi zaidi. Lakini je, mnajua kucheza karata ni kujaribu kuiba pesa za watu wengine? Wacheza karata wote ni wezi. Juu zile pesa si zao. Unatafuta pesa ambazo si zako, hukuzifanyia kazi. Si wewe ufanye kazi upate pesa zako badala ya kutamani za wengine kupitia karata. Na kuna watu kama hata ndani ya kanisa wako. So nasema muundo na madini ya udongo yaliathiri mimea yaliyopandwa pale. Kwa mfano, utamu na uimara wa viazi vitamu hulingana na udongo gani umetumika. Katika udongo mwingine viazi vitamu huwa tamu na vimekauka, lakini katika udongo mwingine ni majimaji na laini. Je, mnajua aina mingi za viazi vitamu? Viazi vitamu, vile vitamu na vya kukauka huwa vinaonja kama chestnut, njugu za kastana. Lakini zingine ni laini na majimaji. Kwa hivyo ukapanda viazi vitamu kwenye rotuba nzuri ya udongo, itakuwa tamu na majimaji na laini. Lakini ukapanda kwenye udongo mbaya ambao uko maskini wa madini mazuri, basi viazi vitamu vile vitakauka kama njugu za kastana, chestnut. Na kuna njugu za kukaranga, peanut, zinakuwa vizuri kwenye mashamba yenye mchanga, sand, pale ambapo maji ukauka. Na ndio maana vinapandwa pale kwenye udongo wa mchanga. Na zaidi ya hiyo, kulingana na madini, muundo wa ardhi, vyombo au sahani vinavyotengenezwa na ardhi pia vinakuwa tofauti. Kwa mfano, unatengeneza sahani mbili kutokana na aina mbili ya udongo. Udongo wa kwanza una nguvu kubwa ya kushikamana, sticky. Lakini udongo wa pili una nguvu kidogo wa kushikamana, iko dhaifu. Ukatengeneza sahani hizi mbili, moja kutoka kwa udongo mmoja na mwingine kwa udongo mwingine, kwa kutumia mbinu ile ile, gani itakuwa yenye nguvu? Itakuwa ni ya udongo wa kwanza. Hata kama nguvu ile ile itawekwa pale, sahani ya kwanza itabaki imara, lakini ya pili itavunjika kwa urahisi. Sahani ya pili si ati ilijengwa iwe dhaifu kimakusudi, ni udongo uliotumika wenyewe ndio uko na udhaifu, kwa hivyo ni rahisi kuvunja. Kwa hivyo mfinyanzi anapotaka kutengeneza chombo chema cha kauri huchunguza kwa uangalifu udongo gani atakaotumia. Hata vyombo vya kauri vya Goryeo na Joseon enzi za kale za hapa Korea havikutokana na udongo wa kawaida tu. Kwa namna hiyo hiyo, udongo uliotumika kuumba nyoka
ulikuwa ni udongo ambao ungekuwa wa rahisi sana kubadilika kwa wa ujanja. Kwa mtazamo wa nyoka anaweza teta aseme, na hiyo si haki, mbona mimi nikapewa udongo kama huo? Lakini si hivyo. Tabia hiyo hiyo ingepatana na nguvu za nuru, angekuwa mwenye hekima zaidi. Kusema kweli, nyoka alitenda kwa hekima sana akiwa bustani ya Eden, ndio maana akapendwa sana na Hawa kwa muda mrefu sana. Ndugu zangu wapendwa, kati ya baba zetu wa imani kuna yule ambaye mwanzoni alikuwa mjanja kabisa, lakini alibadilika kupitia majaribio. Ni nani huyo? Ni nani? Yakobo. Yakobo alinunua haki ya mzaliwa wa kwanza kwa bakuli ya mchuzi mtamu kutoka kwa ndugu yake pacha Esau. Na tena hiyo haikutosha, alidanganya babake Isaka na akapokea maombi ya baraka ambayo ilikuwa ni ya Esau. Na kuna mtu kama huyo kwenye historia ya taifa letu Korea, ni dada mdogo wa Generali Kim Il-sung. Sasa dada yake mkubwa alikuwa na ndoto mzuri, lakini hakujua ni ndoto mzuri. Sasa huyu dadake mdogo alipoisikia, yeye akasema, pana, ndoto hiyo ni mzuri sana, kwa kweli ni mzuri. So dada mdogo akaletea dadake mkubwa nguo ya hariri maridadi sana, na akaitumia kununua ndoto yake. Jua upendi ndoto, nitainunua. Hatimaye huyu dada mdogo akaolewa na jamaa mmoja anayejulikana Kim Chochu, ambaye baadaye alikuwa mfalme, na hivyo ndivyo alikuwa malkia. Akaiba, akanunua ndoto. Kwa hivyo ndoto ya baraka haifai kuuzwa hivyo. Ni kwa sababu ukaiuza, na ile baraka pia itapita kwa yule ambaye amenunua ndoto yako. Na Isaka akasema kwenye Mwanzo 27:35, ndugu yako amekuja kwa hila, kwa ujanja, akaichukua baraka yako. Na Esau alikuwa na njaa sana, na hiyo njaa ndio ilifanya auze baraka yake juu tu ya bakuli ya uji wa maharagwe. Uji wa maharagwe pekee ikafanya akauza baraka yake, na baadaye akajuta na kalalamika. Hata kama Yakobo alikuwa na ujanja, lakini pia alikuwa na moyo ulionyooka. Na ndio maana Mungu akamsafisha Yakobo ndio atoe tabia hii ya ujanja, ndio awe mpole zaidi na zaidi. Yakobo ilibidi aishi kwenye nyumba ya mjombo wake Labani kwa miaka 20. Hatimaye Mungu alimfanya awe mpole zaidi katika mto wa Jaboki. Yakobo akatambua kwamba kumbe anahitaji Mungu ndio alinde mali yake na familia yake na hata uzima wake, ambaye alikuwa amejiwekezea kwa miaka 20 ya hekima ya ujanja. Na matokeo yake Yakobo akawa kama mdudu, vile imetajwa kwenye Isaya 41:14. Na itakuwa ya baraka sana kama wazee wote kanisani watakuwa kama wadudu, mayakobo wadudu. Ukiingia rohoni utakuwa kama Yakobo mdudu. Kiburi chako chote kitapotea, kitabomoka. Ushawaiona minyoo mdudu akiwa na mifupa? Ushawaiona? Wanakuwa laini, ukawakanyaga wanakanyagika, lakini kuna wale hawakanyagiki hapa. Hiyo ndio inamaanisha Yakobo alibadilika baada ya miaka 20 ya mafunzo, na ndio maana Mungu akamuita Yakobo, wewe ni mdudu. Na si pia tukavunja kiburi chetu, uongo wetu, majivuno yetu, ndipo tutaingia rohoni. Na pale ndipo Mungu atakuita mwanangu mpendwa, binti wangu mpendwa. Mungu alichagua Yakobo kama huyo, akamfanya mzazi mkuu wa Waisraeli wote. Na wanawake 12 wakafanyika makabila 12 ya Israeli. Wakati huyu Yakobo mjanja alibadilika, kaingia rohoni, alijukumika pakubwa kutimiza na kutekeleza makusudi ya Mungu. Kwa mtazamo wa kiroho, tabia ya ujanja na ile ya hekima huwa karibu kufanana. Mtu mjanja akaingia rohoni, anaweza onyesha hekima ya hali ya juu sana.
Lakini mabadiliko kama hayo hawezi timiza kwa bidii yako mwenyewe binadamu. Itatendeka tu kama Mungu atakusafisha mwenyewe kama alivyosafisha Yakobo. Ndio maana Mithali 17:3 inasema, kalibu husafisha fedha na tanuru husafisha dhahabu, bali Bwana hujaribu moyo. Kwa nini mioyo yetu ijaribiwe? Kwa nini isafishwe? Kwa nini? Ndio uovu uondolewe, uongo uondolewe, mawazo mabaya ya kimwili yaondolewe. Mioyo yetu yabadilike kuwa mioyo ya kiroho, mioyo mizuri, katika wema, katika upendo, katika utulivu, maadili mengine. Ndipo tutamfanana Bwana, tutamfanana Mungu Baba. Na pale tu ndipo tutabadilika kuwa watu wa kiroho. Ndipo tutakuwa watu wa roho. Ndipo tutakuwa watu wa roho. Mungu anatukubali majaribio ndio atunyenyekeze. Na sana sana wale wanajiona ni wenye hekima. Na pale Mungu anataka tuwachilie maono yetu yote ile ya kujiambia naweza kwa hekima zangu, kwa nguvu zangu. Anataka tujinyenyekeze mbele zake. Kwa hivyo lazima tujikane kwanza, tujinyenyekeze kabisa ya ukweli mbele za Mungu. Hekima ya kweli inatoka juu. Kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Na ndio ipokee, lazima ujikane, lazima ujinyenyekeze kabisa ya ukweli. Lakini wengi wanashindwa kufanya hivyo. Ni baraka aje kujikana, ni baraka aje kujinyenyekeza, na kisha upokee upendo wa Mungu, akukubali na akujibu. Ni baraka kiasi gani? Hata ufanye makuu aje, hata ufanye makubwa aje, yote na kuanga na mwisho. Lakini kila ambacho Mungu anakupa hakina mwisho, mpaka mwisho kabisa. Wakorintho wa kwanza 3:18-20 nasema, mtu asijidanganye mwenyewe. Je, mnajidanganya nyinyi wenyewe? Wale wanajiwazia wako na hekima zaidi wanajidanganya. Vile Wakorintho wa kwanza inasema kwenye sura ya 3:18, mtu asijidanganye mwenyewe. Mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Na tena inaongezea kwa kusema, maana hekima ya dunia hii ni upuzi mbele za Mungu. Kwa maana imeandikwa, yeye ndiye awanasai wenye hekima katika hila yao. Na tena Bwana anayafahamu mawazo ya wenye hekima, ya kwamba ni ya ubatili. Ukaelewa ujumbe huo kwa undani zaidi, hautatamani kuwa mwenye hekima. Badala yake utajipumbaza ndio upate hekima. Amen. Kama utajitoa kabisa mbele za Mungu, ujiachilie na uandae chombo kisafi kabisa cha moyo, Mungu atakupa hekima ya kweli kutoka juu mbinguni. Ni hekima ambayo utaweza kuona na utapambana na njama za adui ibilisi na shetani. Na ni hekima ambayo utatafuta amani na watu wote. Hekima ambayo utaweza kutimiza kazi ya Mungu na utamtukuza Mungu aliye juu. Natumai mtatamani hekima ya kweli kama hiyo. Ndugu zangu wapendwa, katika bustani ya Eden, nyoka alikuwa na tabia zilizokuwa za hekima sana, ambayo ilifanya apendwe sana na Hawa. Alikuwa wa haraka kusoma uso wa Hawa zaidi ya wanyama wengine, na alifanya vitu ambavyo vingependeza Hawa sana. Na ndio maana Hawa akapendezwa na nyoka, na akachukulia nyoka kama rafiki wa dhati wa karibu sana. Na hapo ndipo kulikuwa na chanzo cha shida kubwa. Shetani alitumia hiyo. Alitumia nyoka kudanganya Hawa, kwa sababu nyoka alikuwa karibu sana na Hawa. Kama nyoka hangekuwa na urafiki huu na Hawa wa karibu, basi shetani hangechochea nyoka. Ya nini? Angekuwa bure. Hata hivyo, nyoka alikuwa karibu sana na Hawa, na alikuwa mjanja zaidi.
Kwa macho ya shetani, huyu nyoka alikuwa chombo kinachofaa zaidi ya vyombo vingine. Kwa hivyo elewa kitu hapa. Ya kwanza, angalia walio karibu na wewe ni kina nani. Chunguza. Angalia kwa uangalifu, nani ako karibu na wewe? Awe ni rafiki, familia, mwenzako, ni nani huyo? Chunguza. Jiulize, ama uko karibu na watu ambao kila wakati ni kukusifu, kukuambia tu mambo mazuri peke yake, au ndio wako karibu na wewe? Unahepa wale wa kukushauri, wa kukukemea, wa kukukelelesha? Watu wa Mungu hawafai kuzungukwa na watu wenye hila na wajanja. Haufai kuzungukwa na watu kama hao. Ukazungukwa nao utadanganywa, hatimaye utachanganyikiwa na utapotea kabisa. Historia yenyewe inasema wazi kwamba daima kulikuwa na watu wenye hila na waliojipendekeza karibu na viongozi wakatili, madikteta. Watu ambao husema tu mazuri pekee ambayo wewe unataka usikie, wachunge sana, hata usiwakaribie. Ukawasikia na uamini ambacho wanasema, utakuwa kipofu na kiziwi. Mithali 29:5 inasema, yeyote amsifuye jirani yake isivyo stahili, anautandaza wavu kuitega miguu yake. Mtu akawa nanena maneno kama hayo masikioni mwako, ni kama na kutandazia wavu ndio atege miguu yako. Chunga sana. Na matokeo ni kama vile Mithali 26:28 inasema ya kwamba kinywa cha kujipendekeza na kusifusifu mingi husababisha uharibifu. Hata hivyo, ukaondoa kiburi chako na tamaa ya ubinafsi ndani ya moyo wako, hata wakasema maneno ya sifa na mazuri ambayo si ya kweli, utashikanisha na utatambua. Na hata ukasifiwa, hautakuwa na kiburi. Hata ukasifiwa kwa sababu umefanya kazi yako vizuri, utukufu wote utampa Mungu, na ile ya kweli ya moyo, si ya mdomo. Ndio utimize moyo kama huo, inabidi uchapwe viboko, ndio ujiadhibishe. Kuna watu ambao hupenda sifa, lakini watu wanapenda sifa na kutukuzwa hawezi endelea. Mawazo yao na ngome zao za haki hazibomoki, na ni ngumu sana kuingia roho. Watatamani na hawataingia. Na mara mingi wanajaribu kuwashauri ikihitajika sana, lakini hata nikiwashauri hawasikii, hata nikiwashauri hawakumbuki. Na huwa natamani niwe na muda mwingi zaidi nao, nipate fursa ya kuwashauri, lakini sina muda. Na hata nikawashauri wakati niko busy, hawasikilizi na hawabadiliki, wanapuuza. Mithali 27:5 inasema, kukemewa hadharani ni bora kuliko upendo wa siri fiche. Na tena Mithali 29:15 inasema, fimbo ya maonyo hutia hekima. Fimbo ya maonyo hutia hekima. Kwa hivyo, kama kuna mtu karibu na wewe wa kukukelelesha, wa kukushauri, wa kukukemea, shukuru sana huyo mtu, kaa karibu na yeye. Jambo moja la kutambua hapa ni kupitia nyoka ni shetani utafuta watu ambao ni rahisi kuwasongelea na ambao ni waovu. Ndio shetani utafuta. So shetani alijua huyu nyoka anaweza kuwa mjanja sana, bora tu apokee kaovu hata kadogo. Na ndio maana shetani alizidi kutuma mawimbi ya uovu kwa nyoka. Nyoka ambaye alipendwa sana na Hawa, hatimaye alipokea yale mawimbi, na tabia ya ujanja ikaonekana wazi na kwa nguvu zaidi.
Sasa bora tu alishikamana na shetani hivi kupitia mawimbi, alifanyika chombo cha shetani cha kutii sauti ya shetani vile alisikia. Hadi wa leo shetani bado anatuma mawimbi yale yasiyo ya kweli hewani, ametapakanyisha kule hewani. Yasiyo ya kweli ndani ya moyo wa binadamu yanafanya kazi kama antena aerial ya kupokea mawimbi yale ya shetani. Na shetani anajua ni maovu gani mazito zaidi katika moyo wa mtu fulani, anajua vizuri. Na shetani anatambua kwa usahihi sana, huyu mtu amejazwa na uongo, ama ni ulafi, ama ni majivuno matupu, ama ni wivu, ama ni tamaa ya mwili. Anajua gani na kukula zaidi. Anahakikisha amekujua vizuri ndio akushike pahali panapofaa zaidi. Anakujua zaidi ya vile unajijua. Na kila mtu anatupiwa mtego ambayo ni rahisi ya akubali. Kwa wale ambao wanaishi duniani, utasikia mtu anasema, oh nilidanganywa, oh nilifanywa ulaghai, oh nilipitia hasara, nilidanganywa hivi na hivi. Watu ambao wanaongea hivi, chunguza tabia zao. Wachunguze, ni vile wako na nia mbaya ya uovu ya tamaa. Wanatamani mengi hata ambayo si yao. Mwisho anadanganywa. Kama moyo wako ni safi na hauna tamaa zozote za kibinafsi, kwa nini udanganywe? Kwa nini upumbazwe? Watu ambao wameamuka kiroho hutambua mitego yote ya shetani. Walioamuka kiroho hukataa mawazo yote ya kimwili. Hata wakaletewa uvumi na habari mbaya za uongo, hawasikii na hata hawaamini watakaposikia. Kama moyo wako ni moyo wa udanganyifu, basi wewe utakuwa na makinika kusikia walio wadanganyifu. Utasikia na utasambaza maneno madanganyifu kutoka kwa watu. Na juu dunia hii imejazwa na uongo, mtu anaweza danganya. Kitu kinaweza kuwa si cha kweli. Mengi yanaweza kuwa pia ni matamu ya kuvutia ya kusikia. Sasa wewe ukabeba hila moyoni mwako, basi kawaida utaamini maneno yale na uongo ule na uvumi ule, utaamini na utasambaza. Na kusema kweli, uvumi mwingi ambao mnasikia hata si ya kutegemea na ni ovyo, haina kazi. Lakini wale wameamuka hutambua ukweli. Hata maneno yawe matamu kiasi gani, wao hutambua. Wale ambao wamelala hawatajua wakitegwa na ibilisi. Watakamatwa na watapotea. Watakubali mawazo ya kimwili, watahukumu, watashutumu. Ndio utapata wako na wivu na chuki. Kuna wengine wanajiona wako na hekima na waoni wanadanganywa. Hao ndio hukumu watu. Ukiwaona utawajua. Kuhukumu ama kuwazia vibaya kuhusu jambo fulani ndio uzaa shutuma na lawama. Kwa sababu wanawazia wako na hekima wao wenyewe. Ndio maana wanahukumu vile wanataka, hata vitu ambavyo si vya kweli. Na wanaamini hukumu yao ndio sahihi. Hata ile kusema hukumu yangu inaweza kuwa iko na makosa, hawataki kujua hiyo. Wanajua wako sawa kikamilifu. Mwishowe hukumu mbaya ndio huleta kutoelewana, ndio huleta chuki, ndio huleta migogoro ya kihisia, na ndio huvunja amani. Na hiyo inafanyika kwa mume na mke, familia, hata marafiki wa karibu sana. Tamaa ya kibinafsi na ulafi hupofusha macho na kuziba masikio, ndio ujipate unatembea katika barabara ya wenye dhambi. Kwa hivyo watoto wa Mungu lazima muamuke kiroho kila wakati. Ndio uweze kuamuka kila wakati, si amina pekee, lazima uombe bila kukoma. Ndio maana Yesu akasema Luka 22:46, mbona mumelala? Amkeni muombe ili msije mkaingia majaribuni. Ni maneno ya Yesu. Ukaacha kuomba, hatua kwa hatua utapoteza ufahamu wako.
hautafahamu chochote. Antena na aerial yako inayofaa kupokea sauti ya Roho Mtakatifu itakuwa hafifu. Upande mwingine antena ya kupokea signal za shetani itakuwa na nguvu. Kwa hivyo nawahimiza, jitoeni sana kwa maombi bila kukoma, mkikesha humo kwa shukrani. Natumai ya kwamba kwa haraka mtatambua na mkatae udanganyifu wa shetani, hata kama shetani atakudanganya kwa mambo ya maneno ya hila na ujanja. Na zaidi ya hiyo, natamani mutimize kiwango ambacho mtaweza kukamata njama za shetani hata kabla hazijafanya kazi, na muzibomoe kabisa. Sisikii mkisema amina. Bila mawazo ya maovu, usipokuwa na tamaa ya kibinafsi na ulafi, ni vigumu sana udanganywe na shetani. Lakini ni juu umebeba yasiyo ya kweli na ni mbaya, ndio maana shetani anakutega na unaanguka na anakupindua pale chini na utazidi kujikwaa tu. Hebu nitamatishe. Ndugu zangu, dada zangu wapendwa katika Kristo, katika somo hili nimeelezea nusu ya kwanza ya Mwanzo 3:1. Nimewaambia kuhusu sababu kwa nini Mungu alifanya nyoka awe mjanja kwenye bustani ya Eden na kamtia pale. Vile tu Mungu alitia mtu ujuzi wa wema na mabaya kwa ajili ya ukuzaji wa binadamu, nyoka pia alihitajika kwa ukuzaji wa binadamu. Na nyoka hakuumbwa kama mnyama mjanja kuanzia mwanzo. Ni vile alikuwa na tabia ambayo ingepatana na giza baadaye kwa haraka ingegeuka kuwa mjanja. Upande mwingine, kama angepatana na nguvu za nuru, angekuwa na hekima za juu zaidi. Na kupitia uhusiano kati ya nyoka na Hawa, nimewaelezea chunguza ni nani anakaa karibu nawe kila siku. Na tena nimewahimiza mjitie katika maombi kwa bidii na mukeshe kiroho kila wakati. Yakobo 4:8 nasema, mukaribieni Mungu naye atawakaribia. Narudia tena, hamjasikia? Mukaribieni Mungu naye atawakaribia nyinyi. Lakini kwa sababu wewe unajiweka mbali na Mungu, naye Mungu atakaa mbali na wewe. Kwa hivyo karibia Mungu, naye Mungu atakukaribia wewe. Na utamkaribia kupitia maombi. Na utahisi moyo wa Mungu kupitia nini? Biblia. Naomba mkaribie Mungu zaidi kwa namna zote, mtamani huyu Mungu Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba.